wanahabari. Nyie ni familia. Nikisema nyie ni familia namaanisha kwamba mimi hapa nimesimama ama nimekaa hapa kwa kofia mbili. Moja kama mwanahabari mwenzenu, lakini pia ya pili kama mratibu wa Hale Festival. Na kizuri ni kwamba tunaheshimu muda wenu na tunashukuru sana kwa kuweza kujitokeza leo kuja kutusikiliza. Ni kitu gani tunataka kushare na nyie. Ukiangalia kushoto kwangu na kulia kwangu unaona kabisa ni watu ambao siku hizi vijana wa siku hizi mnaoita wahenga. Lakini kiukweli kabla ya kuanza hapa nimepata madini mengi mpaka nikatamani labda tungekaa chini wiki moja kwanza nipate ya madini ndio nije tuzungumze na nyinyi, lakini tuko sawa na karibuni sana. Leo ni kuhusiana na Hale Festival 2025. Na sio tu tamasha, tukizungumzia Hale sio tu tamasha kwa sababu ni historia imebeba nyama nyingi sana. Acha niwakumbushe. Kwanza hili ni tamasha ambalo limeanzishwa miaka 4 iliyopita. Heshima kwake daktari, unajua mmoja kati ya watu ambao wanakuwa na mawazo, wanakaa chini, wanayariri vizuri then wanaingia nayo. Dr. Hassan Abbas ambaye pia sote tunafahamu kwamba alikuwa na bado anaendelea kufanya kazi na sisi kwa karibu sana kizungumzia upande wa media na vijana. Mwanzoni alikuwa anakutana na sisi wanahabari kwa karibu sana kwa sababu alikuwa ni katibu mkuu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo kabla ya kuhamia sekta ya maliasili ambapo ndio iko sasa hivi. Lakini ambacho tunashukuru ni kwamba hajatutupa, sio tu vijana, hajatutupa pia wanahabari, kwa sababu kwenye kila kitu ambacho tunafanya obvious lazima anatuhusisha kwa namna moja ama nyingine. Sasa tamasha hili la Hale Festival kama ambavyo nimetangulia kusema idea ilikuja miaka 4 nyuma ndio lilianza, lakini huu ni muendelezo ambapo haliishi kuwa tu ni tamasha la kupokea mwaka na sikukuu za Christmas na vitu kama hivyo, lakini limeenda kuwa kubwa zaidi. Nikizungumzia activities ambazo zinapatikana kwenye Hale Festival kwa mwaka huu ni nyingi sana. Kwa wale ambao wanafuatilia Hale Festival huaga kuna michuano, kuna michuano, kuna performances za wasanii, kuna talent search. Ile ni platform kubwa ambayo unajua tukizungumzia mambo ya talent haimaanishi ukiwa Dar es Salaam ndio unaonekana una talent, lakini hata mji wa Hale wenyewe umebeba talent ambapo ni hazina kubwa sana ya Tanzania. Wengi wetu hatakuwa hatujui kwa sababu mimi mwenyewe kama kijana nilikuwa sifahamu. Kwa nilipokutana na magwiji ndio wakaniambia na wakanielezea, wakanifeed kidogo kwa sababu historia ni kubwa kidogo. Kwa hiyo nimechukua vile vidogo vidogo, nitaomba nivisome tukae sawa. Kwanza, kwa nini Hale? Hale ni mji mdogo wilayani Korogwe, Tanga, ndio wenye historia kubwa nchini, ukiwa ndipo kilikuwa kituo cha kwanza cha umeme wa maji, yani Hale Hydropower Station miaka hiyo sasa, umenielewa? Na kwa historia kidogo niliopewa nikasema ni imezi nipite nayo, ni kwamba kipindi hiyo naambiwa wazee wangu hapa bendi zilikuwa zikienda kupiga kama mfano siku hizi wasanii wanaenda mji fulani kwenda kupiga show, ukifika pale Hale kuna ukumbi wa TANESCO na kuna ukumbi wa Katani, si niko sahihi? Unaambia watu wanajaza huku wanapiga show na kesho huku na wenyewe wanajibu mapigo yale wanajaza. Sasa unaweza kaangalia namna gani ambavyo muziki ama the way ambavyo muziki ulikuwa unaishi enzi hizo. Kidogo sasa hivi sina uhakika sana kwa hicho ambacho kinaweza tumekizungumzia kinaweza kutokea, lakini tutaona huko mbele itakavyokuwa. Aidha Hale ndipo ambapo magwiji kadhaa wa muziki wakati huo walizaliwa, walikopita katika safari yao ya muziki, muziki wa dance tunazungumzia, wakichagizwa na mkufunzi wao mzee Mwana Masongi maarufu kama Masongi. Sasa sisi Gen Z inabidi tuitikie kabisa. Lakini pia hawa ni waanzilishi wa bendi za mwanzoni nchini, Masongi Jazz Band, Vumbi ya Moto. Ukigoogle utakutana navyo, lakini muhimu zaidi Hale ndipo alipozaliwa gwiji TX Moshi William na kukulia pale kimuziki kabla ya kuja Dar es Salaam. Hale pia walipita watu kama Hemedi Maneti, Kinyonga Brothers, lakini pia walikuja kuunda kundi la Les Wanyika, nadhani imekaa sahihi kabisa, na Hamza Mwana Masongi, na hata wasanii wengine kama Cosmas Chidumule, Shaban Yohana, Wanted huyo na safari yao ya muziki ina DNA ya pale Hale. Kwa hiyo tukisema Hale Festival ya 2025
inaenda kuwa imekuwa tofauti na imekuwa kubwa zaidi, kwa sababu kwa mwaka huu kuna ile tribute kwa ajili ya TX Moshi, na kama ukiangalia vizuri kwenye bango hapa nyuma unaweza ukaelewa picha nzima inavyokuwa. Kuna michuano ya Hale Cup haijaishia hapo, kuna tribute ya TX Moshi haijaishia hapo. Kuna performances za Christmas, kuna performance za kupokelea mwaka, za kufunga na kufungulia mwaka. Kwa hiyo ukiangalia hii festival imebeba almost tuseme sikukuu zote za mwisho wa mwaka Hale Festival imezibeba. Asanteni sana ndugu wanahabari. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha hapa kwa jambo hili kubwa zito. Mimi naitwa Rajab Zomboko, rais wa wachambuzi wa muziki wa dansi nchini, na thubutu kusema toka nianze kuchambua muziki wa dansi, leo ndio nimepata thamani ya muziki wa dansi. Tunamshukuru sana Dr. Hassan Abbas kwa kuthaminisha huu muziki wa dansi, muziki mama ambao umechangia kwenye uhuru, umechangia kwenye mambo mengi ya nchi hii. Wanamuziki hawa wa dansi tunawazungumzia wametunga nyimbo zote, kila unachokijua wewe wametunga, kuanzia mambo ya ushirika, kilimo. Idi Amin wakati wa vita wewe tulimpiga sisi kwa muziki, kila bendi ilikuwa inatoa wimbo wa muziki. Na katika utangulizi hapa ilizungumzwa habari ya Kinyonga Brothers. Kinyonga Brothers kuna mtu anaitwa George Peter. George Peter ndio mtunzi na muimbaji wa wimbo Sikukuu Imefika mwaka, nafikiri mnaufahamu huo, ambao umerudiwa na Ben Paul. Huyo Kinyonga ambaye ni kutoka Hale na vile vile ndio mwenye wimbo huo. Kwa hiyo unaiona Hale ilivyokuwa kubwa kwa wanamuziki hao waliotajwa. Ukitaja jina la Cosmas Tobias Chidumule, naye alipitia huko, ni mwanamuziki mkubwa. Nafikiri mnafahamu Usipate Tabu Neema. Wanamuziki hao wote wakubwa. Chiriku Hemedi Maneti, yeye alikuwa mkubwa vile vile. Kwa kweli sasa nimenasa, sina ujanja ni wanamuziki wakubwa wote waliopita hapo. Ukiangalia kwa Moshi mwenyewe sasa, ambaye ndio amebeba bango, huyo ni mwanamuziki ambaye nasema hakuwa na mfano, ndio roho ya muziki wa dansi. Kwanza ametoka Hale moja kwa moja, na mimi nitafurahi nikienda Hale kupata asili, kwa sababu kutoka kwake hakutoka vizuri. Walikuwa kuna vijana wakati walifanya vurugu fulani, kijana mmoja ikatokea akafariki kule. Sasa mama yake huyu Moshi alikuwa akimpenda sana Moshi, akamwambia itabidi uondoke, ndio akaja Dar es Salaam. Sasa amezunguka sana Dar es Salaam, na alianzia na bendi ya Uda. Bendi ya Uda ya wakati huo, ukienda pale ukiwa unafanya muziki lazima uwe na kitu kingine. Unafanya muziki afu na kitu kingine. Sasa yeye hakuwa na chochote cha kufanya, ikabidi apewe kwanja akafyeke. Kufyeka wapi? Pale ambapo mnaona kituo cha mabasi ya kwenda Ubungo pale, cha mabasi ya zamani pale Ubungo pale, TX Moshi amefyeka. Sasa hivi pana kituo pale, kituo cha biashara kile pale. Kama tutafufuka mbele huko, basi pale tutamuona Moshi akiwa anafyeka. Kwa hiyo amefyeka pale, jioni anaenda kufanya kazi. Ikamshinda kazi, akaja polisi. Polisi alikuwa hapa, polisi ufundi hapa Barracks. Kuna siku alikuwa anaumwa, akawa anaenda zake hospitali. Sasa kwenda hospitali, kuna askari wakamuona hapa, akamwambia hebu muite yule kijana. Sasa alivyoitwa, zile dawa alizozishika zikadondoka, kwa sababu anajua skendo lile siku hizi mnasema kimeo kile kimeshafufuka. Akajua tayari ameisha, akachukua ile askari akaenda akamwambia bwana, huyu wewe tulikuwa tunakutafuta, naambia wewe ni muimbaji. Ikabidi pale afanywe majaribio. Akasema jamaa, mimi leo naumwa. Akamwambia imba hivyo hivyo. Sasa tena imba. Mzee Mayagiro ambaye ndio alikuwa mkuu pale akasema nani huyo? Watu wakasema shakuwa balaa. Akamwambia huyu kijana tunamtaka, sababu huyu mnamjaribu ni huyo tayari keshaajiliwa na tayari polisi. Na wakati wa vita vya Idi Amin alikuwa yeye na mzee Kasim Mapiwa walikuwa wanabunduki pale BP Sheri
walikuwa wanalinda pale na bunduki. Kwa hiyo mjue njia watu walizopita. Huyu Moshi tena akaenda Juwata, alikwenda Vijana Jazi. Alikwenda Vijana Jazi, hawakumchukua kwa utaratibu, akaja akakamatwa, akawekwa ndani jela ya kipolisi. Baada ya kuwekwa jela ya kipolisi, siku hiyo inapigwa dansi pale, Moshi hawamuoni, watu wakafanya vurugu. Yule mzee Mayagiro akasema watu wanamtaka Moshi, yuko wapi? Tumemweka ndani bwana, alitoroka. Akamwambia mchukueni. Akachukuliwa tena, akarudishwa tena, akaimba. Juwata sasa, bendi ambayo wametunga nyimbo nyingi, ndio wakamchukua kwa utaratibu. Mwanzo alichukuliwa kwa kudharauliwa sana, akaenda. Baadaye sasa ndio vikaja unavyojua vigongo hivi, sio wanaume tumeumbwa kuhangaika, mateso, kilio cha mtu mzima, piga ua talaka utatoa, vitu vingi. Cheusi Magala, Cheusi, watu wanasema Cheusi Mangala, sio Cheusi Cheusi Magala. Cheusi Magala ni mke wake ambaye alikuwa anaitwa Asha Sefu Magala. Ule wimbo wa Cheusi Magala aloimbiwa ni mama yake huyu hapa, Hasani Moshi. Mama yake mzazi ndio Cheusi Magala. Kwa hiyo huyo ndio Moshi. Alafu kikubwa zaidi, tusichukue muda mwingi, Moshi ndio mwanamuziki ambaye alikuwa anaipenda bendi yake. Moshi alipata ajali mbaya sana, akavunjika mguu kabisa. Lakini alipata ajali, nafikiri ilikuwa Jumapili, anatoka dansini, mguu umekufa kabisa. Lakini Jumapili iliyofuata alikuja kuimba kwa kiti Amana. Anaulizwa bwana hivi bwana, naona nisipokuja msondo yangu itakufa. Mnamuona jinsi alivyokuwa anapenda kazi. Huyo ni mfano wa mtu ambaye anapenda kazi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Abasi kwa kupendekeza hili jina la Mwanahale, na mambo mengi sana mtayapata kupitia kwa wanamuziki ambao wamefanya nao kazi, ambao ni Msondo Ngoma. Na hawa Skinde mnaowaona, hawa Moshi ana historia na Skinde. Unajua wakati huo hii bendi ya Skinde walikuwa, kila mwanamuziki mkubwa walikuwa wanamuiba wa Msondo. Kila mwanamuziki mkubwa walianzia Gurumo, wakaja Bichuka, wakaja Dede, wakaja kina Mponda, yani wanamuziki wote, kina Fresh Jumbe. Sasa jaribio lao la kumchukua huyu TX Moshi walifanikiwa, wakamchukua akaenda Skinde. Ila alivyoshika mic tu anaimba, lilipigwa jiwe kwenye ile mic na washabiki wa Msondo, akaacha kuimba, akaondoka nyumbani. Kufika nyumbani akakuta watu wamevunja nyumba yake, alafu wamechukua majani wameyajaza kitandani. Wamemwambia sisi tuna uwezo wa kuja nyumbani kwako na tukavunja na tukakufanya chochote. Ujumbe alikuwa anampa asiende bendi yoyote. Ikabidi asirudi, sende kule Skinde, akabaki na Msondo yake. Captain John Komba akafanya jaribio lingine la kumchukua TX Moshi na akafanikiwa kweli. Lakini kuna watu wanaitwa maseneta wa Msondo akamwambia hapana. Alipewa gari, aliambiwa atawekewa bomba la maji nyumbani. Unajua wakati huo kununuliwa bomba la maji tu mtu unanunuliwa. Lakini maseneta wa Msondo wakapambana, wakasema Msondo bila Moshi haiwezekani. Wakapambana, wakamrudisha. Ndio akaenda mpaka kufariki kwake. Na uzuri amefariki, ameondoka na jina lake, lakini ameacha mtoto ambaye sasa ndiyo anaendeleza bendi ya Msondo Ngoma. Wenzangu mambo vipi? Mimi naitwa Hassan Moshi William, TX Moshi Junior kutoka Msondo Ngoma, baba ya muziki, baba ya ngoma originali. Alishasema kwamba mambo yakizidi mwanangu rudi nyumbani, Hale ndiko kwetu. Hapa tujaenda Mbika, kwa mfano nilifanya na shangazi yangu juzi kati hapa. Kusema kweli sikupata muda wa kwenda, labda ndio tukiwa kasulu makaburi na nini. Bado tuna nyumba mpaka leo wale mwa Kinyumbi hapa. Kwa hiyo Dr. Abasa ananipeleka nyumbani kuwasalimia. Kuna nimetoka pale nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa naenda kusalimia, nikataka tuna mara mwisho tunaenda kupiga pale Msondo, sikuwa bado hivi nilivyo. Kwa hiyo jamani, tunaombeni tukutane Hale. Ila maneno mengi, tukutane tu Hale, tuone nini kitatokea, sababu niliondoka pale, nilienda sikuwa kama hivi nilivyo. Sasa tunarudi kama mtu mzima ambaye baba ya ngoma. Mambo yakizidi mwanangu rudi nyumbani, Hale ndiko kwetu. Tukutane Hale.